Ujenzi wa kanisa kubwa kama hili ni sehemu ya uinjilishaji pia. Tunachoomba kwa watu wote wanaofanya huduma za uinjilishaji ni muhimu sana kwanza kuweka mtazamo wetu katika kujenga majengo mazuri ambayo yana mvuto pia kwa ajili ya madhabahu ya Mungu, lakini kuwekeza katika kuinjilisha Injili ambayo imebeba amani na matumaini kwa watu katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao pia. Na kusii sana jamii tunaoishi nayo hasa wa Tanzania kuzidi kudumisha amani. Amani ni mtaji wa kila kitu katika maisha tunayoishi. Hatuwezi kufanikiwa kwa lolote bila kuwa na amani. Na katika hali hiyo ya kutafuta amani lazima tuwe hali ya kuchukuliana na kusameheana katika yale yanayoleta shida na masumbufu ya rohoni. Yes, we are not perfect ya 100% tu wanadamu. Kuna mahali kuna kukoruzana, hata katika taasisi zetu za dini kuna mahali tunapishana, lakini bado kuna haja kubwa ya kutafuta kwa bidii amani na watu wote. Biblia inatuelekeza hivyo. Unapotokea kuna kupishana, lazima tukae pamoja, tupatane, tuanze upya safari. Tunaweka msingi katika kanisa hili, tuna imani kuna hatua kubwa zitakazoendelea za mafanikio kiuchumi, kiroho na kijamii katika hali zote kama taasisi ya dini. Na ni maombi yetu pia kama kanisa kwamba upande wa serikali pia ni muhimu sana kuwaza juu ya amani. Kwa wale waliopewa majukumu ya kisiasa, vyama vya siasa, viongozi wa serikali, kukaa pamoja na kuangalia namna gani tunaweza tukashape nchi yetu katika mifumo ya amani kama ilivyokuwepo tangu huko nyuma katika historia yetu. Yanayoendelea wakati fulani yanakosesha wananchi amani na kuwatolea ule utulivu ambao wanapaswa kuwa nao unaowasaidia kuzalisha na kujenga uchumi wa nchi pia. Ni maombi yetu kwamba mbele ya safari kutakaa sawa kupitia hekima ambayo Mungu anaitoa kila kutopo leo kwa viongozi wetu na wanasiasa wetu, lakini pia kwetu wote kama Watanzania. Tunaomba hivyo kama viongozi wa dini, hatuhitaji kuona kuna hali ya machafuko.